Wito wetu ni kwa wafanyakazi sekta binafsi na serikalini kwa ujumla kuanza mapema kuwekeza kwa ajili ya maisha ya baadaye kwa maana ya ustaafu. Hii itawasaidia kuwa na uhakika wa kipato pindi ambapo watastaafu, lakini pia kuwa na uhakika wa kipato cha mara kwa mara. Sio kipato tu bali kipato cha mara kwa mara ambacho kitawasaidia kukidhi mahitaji yao ya muda mfupi na muda mrefu baada ya kustaafu. Kwa hiyo ni wito wetu kwa hakika kwamba uwekezaji unaanza mapema tu pale mtu anapoanza ajira, afikirie namna mbadala ambazo anaweza kuzitumia, na kimsingi ziko nyingi. Kwa hiyo wapate maarifa ya kuweza kuzitumia hizo, na kupitia hii elimu ya fedha ambayo tunaitoa, basi sehemu mbalimbali zimeainishwa ili kuhakikisha wao wanaweza. Timu ya wizara inayotoa elimu ya fedha kwa umma ipo katika mkoa wa Mwanza. Katika mkoa wa Mwanza tunategemea kukutana na makundi mbalimbali ikiwemo watumishi wa umma, wafanyabiashara wadogo na wakubwa, wakulima, wavuvi, wanafunzi kwa maana wa vyuo na wa sekondari na shule za msingi. Lengo la wizara kutoa elimu hii ya fedha kwanza ni kuhakikisha kwamba wananchi wanafahamu fursa ambazo zipo katika sekta ya kifedha, lakini pia kama unafahamu kwenye sekta ya kifedha pia kuna baadhi ya changamoto. Kwa hiyo wakati wa utoaji wa elimu tunapata muda wa kuwasikiliza wananchi, kupokea maoni yao, lakini pia kuweza kutatua changamoto zao mbalimbali, kwa sababu Wizara ya Fedha tunatembea na wadau ambao wako chini ya Wizara ya Fedha. Tuna wadau kutoka Benki Kuu ya Tanzania, tuna wadau kutoka UTT, CMCA, TIRA pamoja na wadau wengine wanaotoa huduma za kifedha. Lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi wanafahamu fursa zilizo katika sekta ya kifedha, lakini sio hivyo tu, pia na kuwasikiliza ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Mimi binafsi kwa niaba ya mkurugenzi niseme kwamba ni wakati sahihi kwenye matumizi ya fedha, sababu kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yalikuwa kijitokeza hapa katikati, hasa kwa watumishi, kabla tujaenda kwa wadau wengine. Lakini kwa watumishi tu tuna mfano ambayo tayari tulikuwa tumeshaiona, mara mkopo, si mikopo umiza na nini.